tumekuita kwa sababu katika listi ya majina tulionayo ya watu ambao wanashukiwa kuhusika na biashara hizi, nawe jina lako limeapia. Kwa hiyo sisi kama chombo katika utaratibu wetu ni lazima tukuite, tukuhoji, lakini pia na sisi wenyewe tukwambie juu ya mambo mawili matatu ambayo tayari. Kwa hiyo waliniita, wakanipa hiyo introduction. Mimi nikamwambia kwa upande wangu mimi nakusikiliza nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mmeniita. Lakini pamoja na kwamba mmeniita, lakini mimi nimehisi kwamba natakiwa nitikie wito wenu. Kwa hiyo if there is anything kutoka kwenu nisikie pia. Wakanambia kwamba kubwa zaidi katika hili, sisi tunataka tujue wewe unafanya vipi katika maisha haya, hasa katika kipindi kama hiki na mambo haya kama yaliyosema. Mimi nikawaambia kwamba mimi binafsi yangu sijawahi, sio tu kwamba nimewahi hata kuyaona, yani sijawahi kuyaona, sijawahi kushiriki, sijawahi kumsaidia mtu, na wala sijawahi mimi kufanya yani anything ambayo inahusiana na jambo. Yani wakaniambia, bwana, sisi tulichokutia sana sana ni kutaka kujiridhisha katika haya baadhi ya mambo ambayo tusinajua, lakini kwetu sisi tumekuchunguza wewe baada ya kupata jina, na wao watakiri kweli kwamba jina langu walipelekewa. Kwa hiyo baada ya kupata jina, walipofanya uchunguzi wao kuniangalia mimi, mwenendo wangu wa maisha, maeneo ninayokwenda, jinsi ambavyo ninaishi, lakini pia kuangalia hata marafiki zangu ambao niko nao karibu, walijiridhisha wenyewe kwamba bwana, kwamba sisi tumeona kwamba sio wewe wala marafiki zako ambao wanahusika. Isipokuwa tatizo kubwa ambalo wao waliliona ni kwamba katika maeneo ambayo mimi huenda mara kwa mara ni maeneo ambayo hawa watu wanaofanya hizi biashara za madawa kulevya wanakuwepo. Sasa wakasema bwana, hapana, isipokuwa tatizo kubwa leo ni kwamba unapokwenda sehemu hizo, wale watu aidha wewe unawafuata kuwasalimia na mnaongea kidogo, au wao wakikuona wamekaa wanakufuata na kukusalimia kidogo na mnaongea kidogo, lakini yale mahusiano ya katika biashara hii hatukuyaona. Kwa hiyo tunachokuomba au tunachoweza kukuambia ni kwamba uwe makini juu ya maeneo unayokwenda, lakini juu ya watu ambao unakutana nao ni vyema ukawajua watu wao kuliko ujinani, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na mtu umekaa naye mnapiga story, lakini kwa sababu mtu huyu wewe umjui anahusika na madawa, sisi tukija tukifanya ambushi zetu za maana ya kazi, tunakuja tunakuchukueni wote. Mimi nilikuwa mtoto wa rais, na maeneo hayo sio kwamba nimeanza kwenda jana. Sasa unapokuja kuniambia leo kwamba hayo maeneo ninayokwenda si maeneo mazuri, sasa manake unaniambia nini? Na mimi nilikuwa nahisi kama mtoto wa rais, mtoto wa kiongozi, katika hatari hizo ambazo leo hii wao wanaziona zingeweza kutokea jana, kama mtoto wa rais amekamatwa na watu wanaoshiriki madawa kulevya. Hata baadaye kama kusema kwamba mtoto huyu hahusiki na biashara hii, manake ingekuwa ni too late, kwa sababu heshima ya nchi ingekuwa imesharibika, heshima ya mzee ingekuwa imesharibika, lakini pia heshima yangu mimi kama individual pia nayo ingekuwa imeharibika. Kwa hiyo pia nitumie nafasi hiyo pia kushauri, lakini pia kubadilishana nao mawazo na kuona jinsi gani mimi pia kama kiongozi sasa naweza nikasimama mbele katika kuwasapoti katika initiative ambazo wanafanya kupambana na madawa haya haramu ya kulevya. Kwa upande wangu mimi I was very comfortable, niseme tu wazi, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijawahi kukishiriki, yani kwa maana hiyo biashara sijawahi kuifanya hata siku moja. Kwa hiyo kwangu mimi haikunisumbua, kwa sababu nilikuwa tayari na majibu ya kwenda kuwapa, na sikuwa na wasiwasi wote, kwa sababu nilikuwa najua chochote atakachoniambia pale jibu nitakuwa nalo. Hata kama ungeniambia kwamba Ridhiwani wewe umeingia kwenye nyumba ya muuza madawa kulevya, ningewaambia kwamba niliingia kwa sababu nilikwenda kufuata kitu fulani, lakini mimi sikufuata biashara zake. Au hata kama ungeniambia kwamba Ridhiwani rafiki yako fulani anafanya biashara hizi, ningewaambia kwamba huyu rafiki yangu kweli rafiki yangu, lakini mimi sihusiki naye katika jambo lolote lile. Kwa hiyo sikuwa na wasiwasi wowote, kwa sababu nilikuwa na hakika na style ya maisha yangu ninaoishi, na hakika katika jambo ambalo naweza kujibu, lakini pia na hakika na kitu ambacho ninakifanya katika maisha yangu. Feelings zake za ndani siwezi kuzungumzia sana, kwa sababu unajua wakati naitwa yeye alikuwa yuko kwenye shughuli zake
za ile commission yao ya elimu, alikuwa nafikiri Abidjan na baadaye alikwenda Ethiopia. Nilimpigia simu kumjulisha kwamba bwana, huko kuna jambo kama hilo nimeitwa. Akanambia bwana, usiwe na wasiwasi wote, wewe nenda kawasikilize, wakwambie wanataka kukwambia, wape majibu ambayo wanatakiwa wapate majibu, na waambie ukweli, wape ushirikiano ambao wanauhitaji. Kwa sababu yeye mwenyewe mzee aliniambia kwa bwana, mimi nakuamini mwanangu wewe, kama ungekuwa na wasiwasi wote ningekwambia juu ya hili, lakini nenda kasikiliza wanachokuitia, wape majibu wanayotakiwa kupata, na wape ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo lakini pia mmoja hilo mama mwenyewe, mama kidogo yeye nilimwona kama alikuwa na wasiwasi kidogo, kwa sababu najua ni kitu hiki kwake, ninafikiri kama mzazi akikichukulia vizuri. Nikamwambia lakini mama, usio na wasiwasi wote, kwa sababu mimi have never involved katika haya biashara, kwa hiyo usio na wasiwasi wote, mambo yanakwenda vizuri. Mimi sikumbuki sana mara ya kwanza kutajwa hivyo, lakini ni jambo ambalo lime develop, niseme recent, katika maana hii miaka 5 ya mwisho ya mzee ndio limekuwa limetajwa sana. Lakini mimi niseme tu kwamba kwangu mimi ili jambo lilivyokuwa linatajwa, mimi kwangu nimekuwa nalichukulia katika sura tofauti. Sura tofauti ipi? Ya kwanza kabisa nilikuwa ninaamini, kwa sababu najua afadhali ningekuwa nimewahi hata kufanya au nimewahi hata kuyaona au nimewahi hata kushiriki jambo lolote ambalo lina sura ya namna hiyo, ningeweza kusema labda watu wanalisema kwa sababu maybe ya hiyo, au ingekuwa hata rafiki yangu yeyote kwamba amekamatwa, au mimi mwenyewe kwa mfano ningekuwa nimekamatwa, ingekuwa kwamba labda wanasema kwa sababu hiyo. Lakini bahati mbaya zaidi nikwambie tu, mimi katika maisha yangu yote sijawahi kulala jela. Hata siku moja sijawahi kukamatwa na polisi. Yaani hata siku moja sijawahi kukamatwa na polisi kusema kwamba baba huyu bwana anakosa hili, hata baadaye nikaachiwa, lakini sijawahi kukamatwa na polisi. Kwa hiyo hata yalipoibuka haya maneno, mimi kwangu nilikuwa ninajiuliza katika sura nyingi. Lakini haraka tu, kwa sababu ya mzee wangu alikuwa kwa madarakani, kwa hiyo tafsiri kwangu mimi ikawa maybe hawa ni watu ambao wanataka kumharibia mzee wangu. Kwa hiyo wanaona kwa sababu hawezi kumgusa yeye, labda wanapitia kwangu mimi. Kwa hiyo ile notion ya kwamba jambo hili linaumizwa mimi au ninasema mimi ili kumuumiza mzee, ndio ambayo siku zote nimekuwa ninaishi nayo. Na ndio maana katika maneno yote siku zote nimekuwa ninaishi na confidence kubwa, kwa sababu mimi kama mimi najijua kwamba sijawahi kushiriki katika mambo hayo. Lakini pia kwa sababu watu wameamua kunitumia mimi ili kufikisha ujumbe mzee, kwa hiyo nalo pia likanipa nafasi ya kuona kwamba sina sababu ya kuwa na wasiwasi wowote katika maisha haya. Kwa hiyo si kitu ambacho kwa nahisi kwamba kinanigusa moja kwa moja. Lakini hii juzi sasa nilipokuja kutajwa mimi kwamba ninashiriki katika hili, ndio sasa pale nikaona kwamba kumbe jambo hili kumbe laweza kuwa la kwangu mimi binafsi na sio la mzee tena. Na ndio maana hata nilipokwenda kukutana nao sikuwa pia na wasiwasi, kwa sababu niliendelea kuamini kwamba haya ni maneno ambayo wameokota mtaani na wameamua kuniuliza kwa sababu wanataka kujiridhisha, kwa maana kwamba niliamini kwamba wana wasiwasi fulani. Kwa hiyo wanataka kusikia toka kwangu ili waweze kucompile ripoti zao, waweze kujua wanakwenda mbele. Mimi pamoja na maneno walikuwa wanasema, ukienda kwenye mipira unanikuta, ukienda kwenye sinema unanikuta, ukienda vijiweni utanikuta. Kwa nini? Kwa sababu sikuwahi kuwa na wasiwasi. Lakini ninaamini leo hii kwamba hakuna mtu anayeuza madawa kulevya ambaye atatajwa hadharani alafu akaendelea kuishi kama nilivyokuwa naishi mimi. Sio rahisi, kwa sababu kelele zilikuwa nyingi sana, lakini sikuwahi hata siku moja kuwa na wasiwasi ndani yangu, kwa sababu sikuwahi kuona mimi mahusiano nilionayo na yale yanayosema. Hayo ndio maneno mengine mtaani. Unajua bana, nasema wakati mwingine unajua mimi nahisi labda na bahati mbaya. Nahisi labda na bahati mbaya, kwa sababu haiwezi kuwa bahati nzuri kwamba kila kitu kinachotokea katika maisha ya watu wewe unashiriki. Maki kwa mfano leo huyu ukisikia huko mtaani huko ukiona jumba zuri la Rizwani, ukiona kampuni, maki kwa mfano mimi najua mimi ni msomi wa sheria.
Kwa mfano kwenye fair competition, moja kitu ambacho kinakatazwa ni ownership ya biashara moja, ownership ya biashara moja kwenye majina tofauti. Kwa mfano leo hii ukiuliza Oilcom utaambiwa ya Ridhiwani, ukiuliza Camel Oil ya Ridhiwani, ukiuliza sijui nini hiyo nyingine inaitwa nini Afro Oil ya Ridhiwani, ukiuliza Lake Oil ya Ridhiwani. Sasa fair competition rules zinakataza mtu mmoja kuwa na umiliki wa kampuni 4 au hata 2 zinazofanya kazi moja. Sasa haiwezekani huko kwenye fair competition Ridhiwani mimi nikawa namiliki kampuni zote za mafuta, alafu mimi nikawa kwenye fair competition wa nani? Na unajua uzuri wa sheria zetu za fair competition, ajisubiri watu washtaki wao wenyewe, commission inaweza ikaestablish kesi ikakuita kwa ajili ya kuzungumza. Mimi uzuri hata akaunti zangu hizi kwa wazi tu. Kama nataka waende taandikia hata barua. Waende kama benki huko zinawazuia. Lakini ukweli kwamba bwana sisi tuna hela za kawaida za kusupport maisha yetu, kufanya watoto wasome shule, na sisi at least tuendelee kuishi kama wengine wanavyoishi. Usije kuja kukosa hata mafuta ya kwenda jiboni. Hiyo kweli alhamdulillah tunamshukuru Mungu. Approach iliyotumika inagongana katika hizi approach za zote hizi tatu. Yaani unakuta kwamba huyu enforcer ndio yeye sasa anayetengeneza sheria, anayeshtaki, anayefanya nini? Jambo ambalo ni jambo la ovyo. Ambalo kwa kweli jambo hili lazima serikali lazima inini. Na ndio maana hata juzi nilipokuwa nafanya interview na chombo kimoja cha habari niliwaambia kwamba la msingi serikali inatakiwa iweke vizuri jambo hili. Kwa sababu jambo la kupambana na madawa ya kulevya, ndugu mtangazaji, hili jambo lazima tulishinde. Yaani lazima tulishinde. Yaani lazima ifike sehemu tusaidie nchi. Kwa sababu vijana wengi sana wanaharibikiwa.